Naam, mtazamaji, baada ya kaka yake Humphrey Polepole, Kanali Agostino Polepole kuahidi kulipiza kisasi kwa watekaji nyara wa kaka yake baada ya masaa 24 kukamilika, taarifa mpya zimechipuka leo, siku moja baada ya hotuba kali ya Samia Suluhu dhidi ya waandamanaji waliouawa na jeshi la polisi. Hatimaye hadithi ya Humphrey Polepole imeibuka tena na kuhusishwa na hotuba hiyo aliyoitoa Samia Suluhu jana. Naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche ametoa ripoti mpya kuhusu utekaji nyara na kutoweka kwa wakosoaji wa serikali ya CCM, na sasa kesi ya Polepole imetajwa na kuamshwa tena leo na kuzua mtafaruku huu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kuhusiana na Humphrey Polepole kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano mpya umezuka Tanzania nzima leo, huku matukio mapya yakiibuka kuhusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole na wakosoaji wengine wa serikali waliotoweka awali, na kwa mara nyingine tena utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi baada ya hotuba ya Samia Suluhu jana. Wiki chache tu baada ya kaka yake Kanali Agostino kuapa kulipiza kisasi dhidi ya wale wanaomshikilia au kumteka Humphrey, suala hilo limerejelewa tena kwenye doa la kitaifa leo, likihusishwa moja kwa moja na matamshi ya hivi karibuni ya Rais Samia Suluhu na kuweka wazi kwamba utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi leo baada ya hotuba hiyo ya Samia Suluhu jana. Kuibuka tena kwa kesi hiyo kunakuja wakati ambapo joto la kisiasa lilikuwa tayari juu na wananchi wakiendelea kutafakari kauli za Rais Samia ya kuwakosoa waandamanaji waliouawa na polisi, akisema nguvu ilitumika wakati machafuko yalikuwa juu. Naibu mwenyekiti wa Chadema leo John Heche sasa ametoa ripoti nzito inayozungumzia matukio ya utekaji nyara na kupotea kwa wakosoaji wa serikali ikiwemo Humphrey Polepole, na katika kufanya hivyo alisisitiza kwa utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi baada ya hotuba hiyo ya Samia Suluhu jana. Ujumbe wake John Heche sasa unapinga moja kwa moja masimulizi ya jimbo hilo na hivyo kuzua mazungumzo mengine ya kitaifa kuhusu uwajibikaji, kutoweka kwa nguvu kwa wakosoaji wa serikali na utamaduni wa hofu unaozidi kuongezeka, na pia kuzidisha hisia kwamba utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi baada ya hotuba hiyo. Kwa mujibu wa John Heche, kulingana na taarifa yake aliyojibu hotuba ya Samia Suluhu ya jana, kauli za serikali kulingana naye katika wiki za hivi karibuni zinaonekana kujenga mazingira ambapo utekaji nyara kulingana na John Heche, kupotea kwa watu kwa lazima kulingana na John Heche, na ukimya unaozunguka matukio hayo ya utekaji nyara ni wa kawaida sana. Kwa mara nyingine tena kuonyesha kuwa utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi baada ya hotuba hiyo. John Heche alihoji jinsi mamlaka inavyoweza kudai watu kusababisha fujo wakati wale waliotekwa nyara hawashtakiwi rasmi au kuwasilishwa mahakamani, na kuwekwa wazi zaidi kuwa utekaji nyara wa Polepole umeweza kumfanya John Heche aweze kuzungumza zaidi. Hata hivyo, John Heche aliweza kutoa mifano ya watu ambao wameweza kutoweka ambao walikuwa wakosoaji wa serikali ya Samia Suluhu. Katika chapisho lake, John Heche akijibu hotuba hiyo ya kutatanisha Samia Suluhu, ambapo katika chapisho hilo alimtaja Humphrey Polepole, nikinukuu kama unavyotazama chanzo hicho kwenye video hii, ilisema kwamba mnataka watu wakubali kutekwa na kuuawa kwamba ni jambo la kawaida. Wakikataa utekaji unasema wanaleta vurugu, sio? Yuko wapi Polepole, Mdude, Soka, Kipanya na watu maelfu mliowateka? Kama wana makosa, kwa nini msiwashtaki mahakamani? Mnaiba uchaguzi, watu wakipinga mnasema wana uchu wa madaraka. Aliendelea John Heche kusema kwamba wewe unaiba kura, kufoji na kuua watu ili ujitangaze bila ridhaa, hauna uchu. Lakini anayekuambia rekebisha sheria tushindane kwa haki ndio mwenye uchu, sio? Hivi mnaona Watanzania kama vile hawana akili? Kwa sababu ya uchu ndio maana mnataka kuchochea udini kwa faida yenu, lakini sio kwa faida ya Watanzania. Mtazamaji, hiyo ndio barua ya John Heche kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter. John Heche alienda mbali zaidi na kuangazia majina ya muda mrefu yanayohusishwa na kashfa za upotevu au utekaji nyara, akimtaja watu kama vile Mdude, Soka, Kipanya na sasa pia kumtaja Humphrey Polepole. Alisisitiza kwamba taratibu za haki zilipaswa kufuatwa ikiwa kuna kosa lolote, jambo ambalo linathibitisha zaidi kuwa utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi leo. Kwake John Heche, swala kuu linabaki kuwa rahisi sana.
serikali ina deni la majibu kwa wananchi, na uharaka huu ni mkali zaidi sasa kwamba utekaji nyara umeweza kukithiri nchini Tanzania, kulingana na John Heche na vyama vya upinzani. Uzito wa kauli za Heche unazidishwa na ukweli kwamba zimekuja wiki kadhaa baada ya Kanali Agostino Polepole kuamuru Humphrey Polepole achiliwe huru ndani ya masaa 24, la sivyo atajiandaa kulipiza kisasi kikali kwa watekaji hao. Tamko ambalo hili la Agostino Polepole liliendelea kujieleza huku utekaji nyara wa Polepole ukiibua wasiwasi zaidi ndani ya wiki kadhaa zilizopita. Watanzania sasa pia wanasubiri kwa hamu kuona kama afisa huyo wa jeshi Kanali Agostino Polepole atachukua hatua dhidi ya tishio lake ama kisasi alichoahidi kwamba atawafanyia watekaji nyara waliohusika na kutekwa kwa Humphrey Polepole, kulingana naye, hasa kwa sababu utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi. Mvutano huu unaokuwa unaenda sanjari na matamshi ya hivi karibuni ya rais, ambapo alisema kuwa baadhi ya machafuko yaliyoshuhudiwa nchini hayakuwa maandamano halali, bali yalikuwa ni mipango iliyopangwa kwa lengo la kufuruga amani ya taifa, maneno ambayo baada ya utekaji nyara wa Polepole yameibua wasiwasi zaidi baada ya hotuba ya Samia Suluhu siku ya jana. Hata hivyo, toni yake imetafsiriwa na wakosoaji kuwa ni ya kupuuza malalamiko ya wananchi. Ndio maana utekaji nyara wa Polepole umezua hasira kwa John Heche na watu wengine. Katika taarifa yake, Rais Samia alisema serikali imewaona waandamanaji wenye fujo wanaoingia mitaani bila kufuata taratibu wakijaribu kupindua serikali, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha utulivu wa taifa, maneno yaliyotolewa na kuzua taharuki nchini Tanzania usiku wa jana. Kwa wingi, mpangilio huu wa matukio unaonekana zaidi ya kubahatisha, na hivyo kuongeza hisia kwamba utekaji nyara wa Polepole umezua wasiwasi zaidi baada ya hotuba hiyo na baada ya chapisho hili la John Heche. Anasema kuwa maelezo haya ya serikali yanashindwa kuonyesha uwiano wakati wananchi wanaoibua masuala ya haki za binadamu yanachorwa kama wachochezi, na pia aliweza kutoa sababu nyingine ya utekaji nyara katika chapisho lake kama watu Polepole na Mdude ambao wametoweka kwa muda mrefu. Kwa mujibu wake, wa Tanzania wanaotetea haki hawapaswi kuonyeshwa kama tishio, jambo ambalo sasa lina uzito zaidi kwa sababu utekaji nyara wanadai umeweza kukithiri nchini Tanzania. Aliendelea kusema kuwa dhana ya uchu wa madaraka mara kwa mara imekuwa ikitumika kama uhalali wa kuwadharau wale wanaoitisha uchaguzi wa huru na wa haki nchini Tanzania. Hata hivyo, kwa Heche, kinachopaswa kuzingatiwa si nani anayetafuta uongozi, bali ni mifumo ipi ya kidemokrasia inayoongoza mchakato wa uchaguzi. Kauli ya mwisho ya Kanali Agostino wiki chache zilizopita inasalia kuwa jambo kuu, huku taifa likitazama kwa karibu kuona kama afisa huyo ambaye alikuwa kijeshi atalipiza kisasi kama alivyoahidi cha ndugu yake Humphrey Polepole kwa watekaji, na pia kuongeza shinikizo kwa sababu utekaji nyara wa Polepole tayari umeibua wasiwasi kwa John Heche zaidi baada ya hotuba ya Samia Suluhu jana. Wachambuzi wanaonya kuwa kuendeshwa vibaya kwa kesi hii kunaweza kuzua hali ya kutoaminiana zaidi kwa taasisi za serikali, hasa sasa ambapo hali ya kisiasa inazidi kuwa mbaya ya Tanzania. Wakati stori hii ikiendelea, Watanzania wamebaki kwenye makali na sintofahamu, wakitaka uwazi, haki na kurejeshwa salama kwa Humphrey Polepole na wakosoaji wengine waliotoweka, na pia kudhibitisha kwamba utekaji nyara wa Polepole umeibua wasiwasi zaidi. Hata hivyo, upotevu huo ambao haujatatuliwa wa wakosoaji unaohusishwa sana na matamshi hivi karibuni ya serikali sasa unasimama kama moja ya migogoro ya dharura ya haki za binadamu nchini, kulingana na John Heche na madai yake, ikiendelea kuonyesha kwamba utekaji nyara uliokithiri Tanzania sasa umezua wasiwasi kwa vyama vya upinzani. Bonyeza alama like kisha subscribe na ubonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.